Ufanya tunakuja hapa na chama na serikali na kushirikisha viongozi watumishi wa serikali katika kutoa ufafanuzi juu ya wananchi, juu ya changamoto mbalimbali zinazowakabili na mwenendo wa ulezi bora wa wananchi. Huu ni usimamizi wa kiongozi wetu wa nchi na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia. Hili jambo linafanyika kwa nchi nzima, na sisi kama jumuiya ya wazazi tumeendesha kwa ngazi ya mkoa, lakini mwishoni mwa wiki ijayo tutakuwa Mwanza kuweza kushiriki kwenye jambo kama hili la kitaifa ambalo litakuwa moja kwa moja kwenye mitandao na kwenye redio hapa nchini. Swala la amani, dunia nzima mmeona kuna changamoto kubwa la amani, lakini mpaka sasa hivi niwahakikishie nchi yetu amani yake imekuwa ni kubwa, na mtu asiwaletee vitisho, kwa sababu utulivu tulionao, uwezo wa kufanya shughuli zetu tulionao, kila mmoja ana uwezo wa kufanya shughuli zake bila kumhusisha mwenzie au akamhusisha mwenzie, lakini akiwa salama. Kwa hiyo ni jambo la kujivunia na ni jambo la kuipongeza serikali ya Chama cha Mapinduzi na Chama cha Mapinduzi kwa ujumla kwa jinsi ambavyo imeweza kusimamia misingi ambayo inatupelekea tuweze kuwa na amani na kuendelea na majukumu yetu. Zaidi ya yote ni pale ambapo tunaweza tukakataza maovu, tukakemea na kuangalia jinsi gani ya kuweza kukataza yasiweze kutokea au yakaenea maovu hayo ya uvunjifu wa sheria na amani, ikiwa ni pamoja na matukio ya mauaji, matukio mbalimbali ya wizi, kwa sababu kama mtu ameweza kutumia nguvu yake katika kuzalisha, mwizi huyu anaenda kuiba, anakuwa anakosa uzalendo, kwa sababu anatakiwa akazalisha cha kwake badala ya kwenda kumrudisha nyuma yule ambaye amezalisha kwa ajili ya familia yake na jamii inayomzunguka. Kwa hiyo kuna madhara makubwa sana pale ambapo unakosa uzalendo, na unaweza ukasababisha kudidimiza nchi na taifa kwa ujumla. Lakini tunatakiwa tuangalie sisi kama wazazi tumeandaa vipi vijana wetu, watoto wetu, pamoja na watu wanaotuzunguka kuwa wazalendo. Sisi tunaweza tukawa tuna historia ndogo sana au kiasi kidogo cha historia ya nchi yetu, inaweza ikawa inatosha katika kutufanya kuwa wazalendo, kwa sababu ili uwe mzalendo inabidi uwe unajua historia kidogo ya kitu ambacho unatakiwa ukipambania. Uzalendo ni upambanaji pia. Wewe je, umechukua hatua gani katika kuandaa kizazi au vijana ambao wapo wanatuzunguka kuwafanya wawe wazalendo? Leo hii tukiangalia teknolojia inatuhamisha, tunaachana na habari ya uzalendo wa nchi yetu na kutukuza mataifa mengine. Mitandao hii watu wanachukua muda mwingi sana katika kuangalia umbea au udaku, lakini pia wanaenda kuangalia vitu vya ovyo ambavyo vinavunja maadili au vinatoa kabisa ile hali ya uzalendo wa nchi husika kama ya kwetu Tanzania. Sasa wewe, nikikuuliza wewe mzazi ulioko hapa au kusanyiko hili ambao liko hapa, ni lini umewahi kutumia teknolojia hususan simu yako kujifunza mambo mbalimbali ya nchi yetu? Hivyo katika maudhui ya mada za leo tutajikita katika uzalendo na maadili, mila na desturi za Tanzania, ili tutakapotoka hapa tuwe na azimio la pamoja la kulinda, kutetea, kudumisha utamaduni wetu na kuitangaza nchi yetu, viongozi wetu, taasisi zetu, na kuitunza amani tulionayo, tukitambua kwamba amani tulionayo ndiyo msingi mkubwa wa maendeleo. Tunaamini kuwa uzalendo na maadili vinaenda pamoja kama samaki na maji. Bila maadili uzalendo haupo. Vile vile bila maji samaki hawezi kuishi ziwani au baharini. Bahati nzuri siku hizi hata wazee wanaperuzi kwenye mitandao. Zamani kwa sababu mitandao ni ya vijana, siku hizi hata wazee wanaperuzi kwenye mitandao. Tunaona kwenye mitandao mambo ya ushoga, usagaji, yaani mambo ni mengi kwenye mitandao. Juzi taarifa, kuna watu ambao wanatumia mitandao kwa maana ya kutukana watu. Juzi watu tumeona pale taarifa ya msemaji wa serikali anasema nchi hii baada ya uchaguzi na baada ya tume ile ya rais, baada ya kuanzisha taarifa, wamekamatwa vijana 480 kwa kosa la kutukana matusi kwenye mitandao. Kwa hiyo tuwaombe pia wazazi, tuendelee kutoa elimu na kuwasihi vijana wetu kuwa swala la kwenye mitandao sio swala la kuiga. Swala la kwenye mitandao la kuchafuana wala kumchafua mtu au umetumwa kumchafua mtu sio swala la kuiga, sio swala la mchezo. Haya, leo hii watu walifuata tu mkumbo, watu 480 wako ndani.
Haya, waliopata shida ni nani? Ni familia yake, wazazi, mke, watoto, baba, ndio anahangaika. Kwa hiyo ndugu zangu, tukumbushane pia, tukutana vijana, maana sisi wazazi ndio walezi. Tukutana na vijana wetu, tuwasihi kuwa swala la mitandao, tutumie mitandao kwa manufaa. Tusitumie mitandao kwa kumchafua mtu, kumkejeli mtu, kumtukana mtu. Lakini pili, tukemee swala la ushoga. Sasa hivi swala la ushoga limekuwa ni swala moja la hatari sana. Yaani swala hili mtu unaweza kumuona kama hivyo, kanena mimi kijana wangu hapa niko safi, lakini nishaharibikiwa. Na kibaya zaidi, mheshimiwa diwani, kuna watu wanajua kabisa kijana huyu ana matatizo haya. Hawasemi. Kutosema ni kuendelea kuficha ubovu. Maana mimi niliopo hapa shina namba 5, kama na tabia hiyo nitamwambukiza huyu. Mwisho wa siku eneo letu linafanya nini? Inachafuka. Jamii inachafuka. Kwa hiyo swala la malezi ni jukumu letu sisi kama wazazi, kwa maana ya kuendelea kuwakumbusha vijana katika malezi.